TLS inatambua changamoto kubwa iliyolipata taifa letu kutokana na yaliyojiri kabla na baada ya uchaguzi mkuu mnamo mwezi Oktoba mwaka 2025. TLS inatambua zaidi kwamba ni lazima na muhimu kuwa na hatua za uwajibikaji ili kurejesha imani na matumaini ya wananchi katika taifa lao. Ni rai yetu kwamba kila anayetakiwa kuwajibika awajibike kwa maslahi mapana ya taifa letu. Katika kipindi hiki ni muhimu, na tuwaombe hata viongozi wetu wenye dhamana, anapokuwa hana jambo la muhimu sana kuzungumza, asizungumze jambo ambalo litatonesha mioyo ya wananchi. Tuombe hekima kwa Mungu ili tuweze kulirejesha taifa pamoja. Hapa tulipo sipo, na tusipokuwa makini huko tuendako siko kabisa. Tutafika mahali ambapo tutashindwa kurudi tulikotoka. Ni rai yetu kwamba zaidi kwamba tuangalie namna bora na shirikishi yenye kuaminika na wote, na msingi wa kutuongoza katika hili iwe ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji. Ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji. Hili litaturudishia matumaini. Nia yetu tuwape. Unajua, mtu anaweza asipate kitu, lakini akiona hata sefuria inachemka kumbe ni mawe, anaweza kahisi viazi vitapikwa, tutakula mchana. Kwa hiyo kelele na vilio vinaweza vikapungua. Tuangalie sana hilo. Na katika kusema hili, naomba ni mnukuu Alex Borain katika kitabu chake A Country Unmasked, katika ukurasa wa 255 alizungumza kwa lugha ya kigeni. Naomba mimi nizungumze. To forgive after the acceptance of accountability and the responsibility by the person concerned is an act of grace, and give an offender a second chance to ignore or overlook the offense is an act of impunity. Tafsiri yangu ya Kinyakyusa au Kingoni ni kusamehe baada ya muhusika kukubali kuwajibika na kuchukua dhamana ya matendo yake ni kitendo cha neema na kinampa mkosaji nafasi ya pili. Kupuuza au kufumbia macho ni kitendo cha kutojali. Waswahili wanasema ukivuliwa nguo chutama. Kwa hiyo ni muhimu tulione hilo kama taifa wote, na tuongee kwa ukweli bila kufarijiana. Tumejitia aibu, lakini lazima tutafute namna ya kutoka hapo kwa namna ya kuturejesha angalau pale tulipokuwa.